kamilifu ndani ya maisha ya mwanadamu. Kama tunasema zamiri safi, usema kuna kuyable zamiri mbaya ambao inatembea kama mbili. La conscience positive et la conscience négative. Yote iko pale na inawinda watu, kila mtu akuwe mupagani akuwe mukristo. Conscience mbili iko pale. Conscience ni nini? Iko la conscience est alors le sentiment que nous avons du bien ou du mal. Iko sentiment unaita swali nini? Ni sentiment ya mzuri ama ya mubaya ambao haikwake nje, inakuwa ndani yetu wanadamu. Ndio conscience. Kusema nini? De notre obéissance ou de notre rébellion envers la loi de Dieu. Abona tupeleka utiifu ama kukata kuwa muyekera kwa ajili ya neno la Mungu, kwa ajili ya loi ya Mungu. Na hii njoo inaua kanisa ya leo. Hii njoo inaua watumishi ya leo. Hii njoo inaua hata taifa ya Bwana ya leo. Tusomea Rome 2:14-16. Maana wakati watu wa mataifa wasio na sheria wanapofanya kwa tabia maneno yaliyo ndani ya sheria, hawa wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. 15. Hawa wanaoonyesha kazi ya sheria iliyoandikwa katika mioyo yao, dhamiri yao ikiwashuhudia, vile vile na mawazo yao yakihakikisha, mawazo yao yakishitakiana au kuachiliana katika siku ile Mungu atakapohukumu siri za watu sawasawa na habari njema yangu kwa Yesu Kristo. 17. Bwana asifiwe. Amen. Mina amesema hata wapagani agamba nabo abantu abatamanya Katonda wanafuata loi ya Mungu kuliko hata si wa Kristo. Olaba basobola okuteekawo ne balondola ne bamanya ekikyamu n'ekirungi mu mateeka. Na muye Mungu atolo Katonda atajije hata matendo secret ya mtu hii. Amanya ekyama ky'omuntu ono. Twende pole pole. Gende mpola mpola. Mimi nilikuwa Mkatoliki. Hautakunywa tena mai. Okunywa amazzi. Na dimasha tulikuwa tunafanya kazi. Kati tukula mulimu ku Sunday. Bwana sifiwe. Unajitahidi ufike kwa kanisa na auye afanya zambi juu kule ukaristia. Nomanya osobola okutuuka mu contrairement na watu ya kanisa ya sasa wa Kristo ya sahihi. Anafika mahali hapa iko nje kuna sengenya hapa. Niko na sengenya hapa. Ngali mu kugeya wano. Anatengeneza, anarudia. Nakoma nadda mu rugambo. Ye Mungu ya mbinguni kunaona. Katonda ali mu ggulu ng'abiraba. Paulo sione wewe. Lakini Mungu kuna kuona. Na utailipa. Atugenda bisasula. Conscience negative mbele ya Mungu haikubaliwe. Tunasikia hata tumeokoka kila sana kila dakika tunaanguka. Sababu zamiri zimekufa. Watumishi pia na wakondo. Mtu anaona kufanya zambi iko normal. Nolabanga okonona kyabuli. Jo ukiona leo par exemple wapae
hawajui neno la Mungu, Waislamu hawajui kazi ya Mungu, hawajui uwezo wa Mungu. Kwa nini wanabarikiwa kuliko sisi? Na kwa nini sisi tunabarikiwa hadi yetu maisha yao yanaendelea? Juu wanajua sheti fulani ndani ya roho ya Mungu ya kukabula. Margero akabula, wengine wanataka utoaji. Ndani ya kutoa hii anapasha bariki mtu ya Mungu mmoja hata kelali nje na Mungu macho yako juu yake na baraka haitakatika. Na sisi wa Kristo mkono wetu unakuwa gamu, utabarikiwa maisha. Mungu atusaidie sana. Sababu tuko na Biblia mbele zetu, tuko na neno la Mungu mbele yetu, lakini uzamiri zetu siku naendelea kukufa. Hali ya upagani kunaendelea kuonekana ndani yangu. Paulo Romans 9 sema hivi, inasema kweli katika Kristo, sisemi uongo. Dhamiri yangu inanishuhudia katika Roho Mtakatifu. Amina. Bwana sifiwe. Inasema kweli, siseme uongo. Dhamiri yangu inanishuhudia kufuatana na roho ya nani? Mungu akubariki. Unajua dhamiri inaanza kuvuka. Sema Mungu anataka kufanya kitu kwa maisha yako. Na wewe mwenyewe unajua hii kitu sikuifanya na mbele ya hapana, mbele ya mtu. Mbele ya Mungu, Roho Mtakatifu ya Mungu anajua sikuifanya. Niko inosa. Kuna kitu Mungu atafanya. Lakini hapana kufika jua kuogopa mama Viki, ukuya upambe na ulifanya na Roho Mtakatifu alikuona. Ole kwako. Ole kwangu. Mungu atusaidie sana. Sababu wakati tunaokoka, tunapokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi, yote ya zamani zimepita, ya mpya ndio inaingia. Kwa nini wakati wako na Paulo, hii ya zamani gani inaonekana? Kweli nimeokoka. Na nitaenda wapi kama mimi nimekufa leo? Unafikiri tutabakia milele? Ni Paulo nilipona aksida. Siko eternele turu wanyuma mitaikufa. Anye banakufa tunabashinda na nini? Na kama zamiri yao ilikuwa imekufa, wanaenda wapi? Na walikuwa ndani ya kanisa, walikuwa watumishi ndani ya kanisa, walikuwa kondoo ndani ya kanisa. Mungu atusaidie sana. Zamiri ya kufa, unakuwa kama maiti. Wanaita na Francais mort vivant. Huku unatembea, huku mzima, kumbe ulikufaka zamani. Hapa kwa Marko 10:17-20 mtu watu wanaishi ndani ya kanisa. Unasie tumetoka ndani ya makanisa ba Sekavete, tunatoka ndani ya makanisa ba Katoliki, ba Sebeka. Tumefikiri kama tunajua sana. Tulowoza tuba tumanyi nnyo. Tulikuwa ndani ya uharibifu. Kijana akasogelea Yesu Kristo, akasema, Baba, nifanye nini nipate kurithi ufalme wa mbinguni? Ni hata siku moja wewe ulizako maisha yako. Hata siku moja si ulizako. Maswali na kwa Mungu, kesho nitakula nini? Mungu, kweli mitasafiria? Kweli mitabarikiwa? Nitakupeleka wapi? Kweli nitapata mchumba? Lakini anakuja anasema, Baba, nifanye nini ili nipate kurithi ufalme wa mbinguni? Yesu akasema, roho yote ni pale. Kijana alikuwa na dhamiri safi, na Roho Mtakatifu anamshuhudia. Amesema, kweli Baba, hii yote mimi tangu ujana yangu mimi naitembea na mimi nafuata vile vile. Yesu akamwona. Yesu namulaba namusanyukira. Alisema kweli. Nokuba yayogera mazima. Akuulize mimi na wewe sasa.
yabuuza nze naawe. Par exemple, Mungu anasema mimi na wewe sasa hivi. Kama waba tubuuziza mimi nabachia tu 2 minutes. Owadde dakika 2 buli omu watudde. Dunia naisha. Unaenda ensi egenda kuggwa. Utaanja wapi? Kiki wandiyakadde kama uli ya tata wange mama wange namuleka muzalo. Miniti 2 banasema utengeneze maisha yako. Ukungali nafikiria ndio nyumba yako. Kitu ya dunia ambayo itakufalia kukitu. Zamiri kwa shida. Ngamba umoyo goba consciousness yo. Tulikomala mtu samini nilikomala. Zamiri yangu likufaka tangu niko mtoto. Nakula omoyo gwange ngagwafa ndanga nchali moto. Na vile wewe sio mimi peke yangu. Usinifungulie macho. Ulikomala zamiri nilikufa. Umefika hapa kwa Betsaida. Utuka kwa Betsaida. Mungu anataka kufungula zamiri. Katudagala azukize omoyo goba consciousness. Effort personnel yako. Hébreux 9:14-15. Basi si zaidi damu ya Kristo ndiye kwa roho ya milele alijitoa mwenyewe kwa Mungu kuwa dhabihu isiyo na alama, itasafisha dhamiri zenu na matendo ya kufa, mupate kutumikia Mungu aliye hai. Kwa sababu hii, amen, napokea. Bwana sifiwe. Amen. Tulipita kwa Pasaka hapo. Waise mu Islam. Unajua uwezo ya damu ya Yesu. Umani obuyinza obuli mu musaayi gwa Yesu. Alikuja, alikubali kujitoa. Yakiriza okuwayo obulamu bwe kwa ajili yangu na yako. Ili conscience yetu iwe purifiée. Disobolo kubera purified. Ili tupate kutumikia Bwana bila mashtaki. Eske uwezo wa damu ya Yesu Kristo iko kweli nafanya kazi kwa maisha yangu? Kweli akati mimi Paulo niko mazabao hivi, dhamiri yangu inasema nini? Eske conscience yangu iko purifiée par le sang de Jésus Christ? Alikubali kukuja kukufa kama imbwa. Tupate conscience. Tusobole okuba nti tufuna dala wino buntu bulamu. Eske tunajua uwezo ya damu ya Yesu Kristo? Dala omani obuyinza bwa Kristo. Neema ambayo tumepewa kupitia damu ya Yesu Kristo. Wafuna ekiseti kyayitibwa musaayi gwa Kristo. Kama tuyambi. Hébreux 10. Tukaribie kwa moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, mioyo yetu ikikwisha kunyunyiziwa kwa kuacha dhamiri mbaya na miili yetu kuoshwa kwa maji safi. Amina. Amina. Inakuwa safi. Ibera kuna merike lipiwa kwa yako ile safi. Amesema tumukaribie na roho safi, roho ambayo iko purifiée na damu ya Yesu Kristo. Tuwapa roho iko tuwapa sasa. Ulilala njala iko safi ke mtu ya kwanza kulala njala kwa basi kulenjala munsi olira obujulizi yayingira mu nnaku tena naenda kwa kanisa. Agende mu kanisa. Basi tukiwe na roho safi mbele ya Mungu, roho ambayo purifié, tunafika tu kuchokea Mungu. Na hicho tukoye maswaka tunana Mungu mpaka siku. Owe kusema kama mpaka mimi. Eske na roho yako purifié Mungu atanikumbuka? Moyo unatuzidwa na mkama sio kukiriza. Roho yako imejaa manunguniko juu ya Mungu, juu ya njia iko kupitia siku Mungu atanibariki. Eske atanifungua? Kama sio kwa kaka. Ana lazima kupala yangu. Ana lazima sura yangu kama nakala na mtaigale. Ana lazima ya rangi yangu kama nyosho. Mungu ana lazima ya roho ndani. Kuwe purifié. Conscience ifufuke. Kama mimi nafanya dhambi, mimi najua mimi nafanya dhambi na mimi natengeneza.
Bw'okola ekibi owulye nga kikulumiriza. Kama nimetukana ninatekeleza. Bwe mbaka mbumye. Unatukua pepelekea. Kubanga tuli bayiseko. Kama usafari. Obeera mu Au yangi sio ngara na kuka. Nomanya lunaku olutoka lwennya kukala kabenje. Pierre kwa vete. Mfano wa maneno haya ni ubatizo ambao unawaokoa ninyi sasa, si kuondosha uchafu wa mwili tu, lakini jibu la dhamiri safi mbele ya Mungu kwa njia ya ufufuko wa Yesu Kristo. Amina. Bwana asifiwe. Nti akabonero ak'okubatizibwa kaleme kubeera Lakini zamiri. naye Umba zamiri upya, zamiri safi. omwoyo gwo gubeere nga guddizibwa bujja Kupitia kazi ambayo Yesu alifanya. okuyitibwa ku mulimu Kristo gwagenda okukola. Kanisa inaanguka. Ekkanisa n'egwa, Watumishi wanaanguka. abaweereza ne bagwa, n'endiga nazo ne zituuka ne zigwa olwa consciousness. Omuntu atalina consciousness aba talina mugaso mu kanisa, kubanga muba mujja kumala bya bwereere. Mtu anakaza kajua tamu aliupaka korokoni na nyeusi. Katonda yatuko Alitiaka nyeupe hapa. Chuma kwenda maona taa afadhali. kugamba iko ensenganga nziro. Unaona mtu kama anakosa dhamiri, unapasha kumfanyia kitu yote na roho safi. Osobola okukola buli kimu n'omutima omulungi obwerufu. Naye omuntu atalina consciousness n'akuvuma atalinamu kamuntu. Yesu sasa mimi nimechoka. N'agamba nze ebintu bya Katonda mbikooye, talinamu kamuntu. Nataka kuiacha. Moyo gwe. N'olaba omuntu akagambako buntu kafudde. Inapitiaka nini? Inapitiaka matama. Ate owulira nga kiyitibwa mu kwegomba okw'enjawulo. Ile dhamiri ya rebellion N'owulira nga defiance inaingiaka ndani ya watu. wakataka kwingidde mu muntu. Inapitiaka saa zingine ku mahadi ya Mungu mmechelewa. Ola usanga nga ekisubizo Ile conscience ya rebellion inaingia ndani ya watu. Inapitiaka saa zingine kupita ambao mtu anapata. N'owulira nga omuntu ayise mu ntalo ez'amaanyi. Inapitiaka sana sisi watu ya leo, tamaa ya pesa, N'olaba okwegomba kwa ssente, tamaa ya mwili okwegomba kw'omubiri inaleta rebellion kwangu na kwako. ekuleeta Tunapinga ambayo Mungu anasema kwako na kwangu. Katonda kikyayogera ku nze naawe. Unaleta conscience negative. Nombre 22. Consciousness eri negative. Atrasenga tusoma. Nombre 22 atrasenga. Numbers emu, Mtu ya Mungu. omuntu wa Katonda Alikuwa Balamu neka. yali atuuka Mtu wa Mungu alikuwa anasikia neno maombi yake saa yote. nga Katonda awulira okusaba ku buli ssaawa. Lakini akati Balaka akaona, Ne Balaka bwe yalaba mtoto Ziporo Balaka anaona sasa Waisraeli wanakuwa na nguvu tofauti. Wacha niite Balamu akuje nitakalipa kalari. n'agamba nti kati ono Alapisa Israeli hii alangirire tuni obunabbi bakanyake. ku Bayisirayiri Maombi yake nsobole okuba Mungu nti anasikiaka. mbawangula kubanga Mukama awulira okusaba kwe. wakafika kwa nyumba Balamu. Batuuka mu nnyumba ye Wakaingia. ne batuuka Wanaleta message. n'awaayo message. Balamu akasema Balamu n'agamba naye ngoje niulize. amala okubuuza Sio mtu ya Mungu huyo. Hapa anajua pesa, wanasema kamata pesa unaenda sente bakakuja. nawe n'ogenda. Wewe nauliza Mungu na tukue nasikia Mungu na kutii Mungu. No, Sababu kuuliza pesa Mukama. itapita. Wanga Nyumba sente itapita. zijja kuyita. Balamu akati akalala, Balamu Mungu yatuuka akamtokea kwa okwebaka. ndoto. Sasa wale wanakuja kufanya Ne nini bagamba pale? obasekula kyabwe. Sasa wanamatuma nini? Wao niende nilapisa ererere. Mungu akasema utoke hapa. Umeona? Namugamba bagambe baveewo. Najua Mungu anaongeaka kwa mwanadamu mara moja. Mani Mukama ayogera ku muntu omulundi gumu. Mukama Kama taddingana anasema bigambo Davidi, bye no. yagambye ng'agenda abiddingana. Jua nole itabakiaka mpaka mwisho. Kigenda sigala nga nedda. Ukimwesiste
ukaza na nguvu, atasema sawa. Ile sawa ile sio sawa, ameachana na wewe. Wakaenda kusemea Balaki, mtu wa Mungu yapi haiko mtumishi ya rebellion, iko mtumishi mutiifu. Akasema murudilie tena, mitaiduble. Wakamurudilia tena, akasema sasa muache tena nifanye nini? Niulize Mungu. Mungu alikuwa yaongea. Leo tunapenda kitu ya dunia kuliko Mungu. Watumishi ya Mungu wanapenda kitu ya dunia kuliko Mungu. Ndio watu ya Mungu wabarikiwe. Tutalia Mungu haiko unatenda. Kumbe ni mimi na wewe, dhamiri yetu imekufa. Nataka Mungu anakuletea leo, watu wake watabenefisia kitu gani? Mungu akikuletea kitu, tu ndani ya kitu gani anakuletea, watu wake wako na pare yake. Waislamu wanapataka tu. Wanakabulia kama watu yote. Hatuna kabulia mtu wa Mungu. Kesho atapata kuliko hii. Watu wa Mungu wanapataka, wanapata wanaendelea, nyuma anakufa masikini. Nimekesi kilia. Wapagani wanakufaka biko na pesa. Wakafika, akasema ulize Mungu. Mungu akakuwa makali. Jua alishakusema utaenda. Utapoteza ufalme. Utapata kudunia mwa ufalme. Ugenda kune byensi na ebya Katonda wakulo bifirwe. Sema sana mbona wenda. Lakini utasema kinyemi na hisi. Useme ya Balaki. Biblia sasa wakalitoka kesho uanja enda. Yatuka. Leo mimi naenda kwa patro. Niko nafikiria pale wakati zamani hamitakuwa na sikli kama ngambia pesa. Nitakuwa na orokio fulani. Barabara macho imekufa. Kama Mungu anachana na mtu yake, kitu ya kwanza Mungu anafanyia mtu, macho yake ya kiroho itosha, anakuachia macho kwa kimwili. Kwenda upondana kwa sababu yeye anafika eko pale, kuna fikiria tu maisha tu, kisha nikueleve nitapata $1 million. Macho yake Mungu akarudishia ndio nini kunda yake atona maso na akateka ndogo hii. Chevale jogo naona, lakini mwenye macho hakuna. Ndogo ineberange eraba nenga nani ni maso tala. Akaona malaika amesimama na mpango katikati ya barabara. Nala banga malaika. Na epe kubwa. Aimiride. Yana sasa mimi niende pale nikufe. Obanga imiride. Siende na mimi shona mpanga kupanga. Sasa wewe mpofu unataka tu uende na nguvu. Ono muzibe ngayagala agendeho nenge mbala. Akaja pika malaika. Akapika ane yake. Akapika mara 3. Mpaka mwisho. Itambule. Ane akamusemea, akaongea. Jua nini? Jua kele roho ya rebellion, conscience ya rebellion. Anaserebele contre Mungu bila yeye kujua. Yalibona inga yetamanyi. Mara ngapi mimi noto naserebele contre Mungu? Emirudi emekaje? Est-ce que unajua? Mara ngapi? Mungu anasema hivi. Kama ayokete tala. Watu walisema Paulo kanisa Betsaida na kabla ya abantu abalala bagamba Paulo kanisa Betsaida ajegabanyiza ne familia ye. Sio kwa kabla na jamii yangu. Sijegabanya na familia. Napenda wandugu zangu sana. Sinjagala abakanda bange nnyo. Na wao wananipenda sana. Nabo banjagala nnyo. Lakini na ye dhamiri ya kibungu ndio mimi nataka ikue. Njagala waberemo consciousness yoba. Tu leo kama mimi Paulo kwa madhabahu. Iko juu ya grand sere yangu. Ilirwa muganda wange. Mungu mbinguni. Mkuru wangu. Ujua grand sere. Ilirwa sister wange mkuru wangu. Alinitosha ane 2000 nikakaa Kampala. Nikarudia. 2010 nikakuwa kwa Riwara. Niko nafanya Kimalaya hatari sana. Akanitosha kwa Riwara. Akanileta hapa. Nikatoka hapa na Kasirani nikapanda vyo Bunya. Ngende Bunya. Akasikia tena nimekuwa mazimu. Niko nakunya pombe ni possible. Akanitosha. Na njijayo. Roho Mungu amkuza mtosha. Na nikaikala kwake. Nikakuwa mtoto kwa nyumba yake. Mimi namuitaka mama yangu. Muita mama wangu. Amefanya kitu ya kubwa. Wanga yakole bintu ebikuru.
Akanileta kwa Betsaida. Nandeta ku Betsaida. Miko na baki nje, miko naomba ndani. Mimi sasa sikuona. Misho vaiko garage, mimi siko gari. Uingia ku garage no mu magari mu. Ne basabire mu garage nze nesikamu. Mimi siko motukari. Nimungaze siri moto. Mais siku mwana niliingia. Okovu nilipata kwa nyumba yake. Zamiri yangu ni safi. Nikapata okovu kwa nyumba yake. Na kufika 2006 December. Nikapiga simu kwa jamii yangu mzima. Nikaomba kila mtu msamaha. Na nikaomba grand frère yangu msamaha kwa malali kwa nafanya kwa shamba yake. Nikasema lakini sasa hii sitawasikia tena. Mimi nasikia Mungu. Yeye mwenyewe akanipatia mariage. Nilikuwa natumika na bwana yake. Nilikuwa nilipia nyumba. Mpaka ati Mungu anasema hapa sasa naisha. Bwana siku. Ukisikia kwenda sasa. Jana nilipigia simu. Paulo mimi na mimi kuna shida hivi nimesahau shida hivi. Sawa angalia pale. Niko ndugu yangu. Lakini zamiri yangu mimi nataka kufuata kinye Mungu anasema. Majaribu nilipata kwa 2016. Mungu mchanganyiko hatari sana kuchanga watu pesa. Ametumisha maviki ku Javier. Amesema usikubali kutoka mwaka hivi. Mji mwaka hivi. Ukitoka utarudi mpagani. Nani kutoka mji? Mungu tena anaonyesha rafiki yangu shimo yake aura ina kitu anatia oro. Nikaita rafiki yangu nikamsemea. Nikakatala kwa kumsemea. Wakati nikakatala kumsemea. Robo akabaka pale Mungu anasa umsemee. Nikamsemea. Akasema pastor seremu tu mwana yake kamlipa. Mimi sasa Mungu amesema ametia oro pale oro haikukua. Walipataka oro ngapi? Alipata 350 kilograms of gold. Mmoja anapata 360. Mwingine anapata 370. Wakasema Mike akatasa pasta pia kwanza. Ushoke na grako. Asa umpigie simu. Nilipika simu pale. Pasta panda sahi. Panda sahi. Mtumie kwa $100 ya transport. Na pesa kwanja huko. Toka sahi kapala. Kuja Mungwalo. Kama utapata 10 kilo ni yako. Kama utapata 20 kilo ni yako. Niende juu atabaya pesa. Nipoteze wokovu. Na mimi najua fasi nimetoka. Na mimi najua neno la Mungu alisemea. Nikasema kama utakula. Huo ndio lineta unabii mimi sio mimi Mungu. Kama utakula kula. Kula hiki kidogo yeni kunaye. Akuletaka hata 1000. Hata 1000. Leo naishi maneno kule kwa. Leo manyika sasa sasa wewe una wakamba tutanga kwa Mungu yakana sisi. Mungu yakana koroti. Kusema roho ya rebellion inalipeleka kama mtu kujizaraulisha wewe mwenyewe. Mutima kwa tulimayansi kuletera umuntu okwehura. Ngo saidi sana. Akati unaongera watumisha. Wobera ngo yogera na mweleza. Akati unaongera hata watu ya Mungu. Wobera ngo yogera na abantu bake. Hata iko mama yako. Wabera hata iko baba yako. Wabera chitawo. Anyangalishwe. Watu ya Mungu wanaogopa Mungu. Walikuwa wanamwacha. Kama baya mlazi. Na maana ikakuya. Kama ni yake. Ni present nga. Kumisha Mungu. Sasa aende kutupa kumai. Akasirana kaenda wakamkosea lakini alitupa kumai. Wakati alirudia kushukuru, mtumishi wa Mungu anasema kwenda naye. Kuna kanisa Sabet Saida hii. Kama mtu atembee kulingana na vision ya mama kitu naye. Mtumishi wa Betsaida alombaki Mungu. Mtumishi wa Betsaida aende kwa mlango wa watu. Ukienda mbali unayo habari ya kiazi. Akafuata na maana. Watoto wa nabii mbili walifika. Wamesema walete 3 sikle na kanguo mbili. Akapicha kwake kunyumba. Tayari roho ya zamiri zimekufa. Kinyama mtumishi Mungu amekataa ndio kamata. Ile prana ile ruti yako juu yake. Ile prana ile ruti juu yake na juu familia sio peke yake. Juu yake na familia mzima. Wanga yeye familia. Ngamba bana wanga. Nimba kama ntiwasanza. Ila sikotani nisemea jana. Basi ole. Mugambe.
unazaliwa olwokuba nti muzaliddwa mwenye awezi akasikia kinyo ya mama. Si yote tuko mahali hapa. Si yote. Ukwe mkubwa ama mdogo. Kama usikie. Oba togenda kuwuliriza. Geazi yako toko sasa. Ogenda kubeera geazi. Mungu atusamehe sana. Kama atusasibire kanisa. Uwezeshe. Ate atusobozese. Mark 10:21 verset. Mark 10. Ile mtu mmoja yeye mwenyewe alifuata instruction ya Mungu. Yesu akasema, kweli nimeona yote umefuata, lakini nimebaki kitu moja. Wendo uzisa mali yako, sasa unifuate. Na mbona alikuwa na mali ya mingi, akasikia anavunjika sana, akaenda na anavunjika. Yesu akasema nini? Ni nguvu kwa mtajiri kuingia kwa ufalme wa mbinguni. Ni rahisi kuwapunda kupita kutundu ya shindani. Oni kama ni masemu magumu hii. Onesha kama zamiri yangu na yako imekufa. Wacha nikuoneshe sasa. Zamiri yako na mimi nakufa. Huko kanisa Bethsaida. Ndio. Kanisa Bethsaida ndio. Huko wa Kristo wa Bethsaida si ndio? Tuli ba Kristo aba Bethsaida. Si ndio? Ndio. Mama yetu ni nani? Mama wake. Mama yetu ni Mama Viki. Mama wake. Ameanja biro yake. Show yake ya kanisa Mungu. Chini mpaka yule. Era pia kumushu. Kati natira okutuka. Paulo shale takata simamo. Nze Paulo sibanga ya desiment ya teremu. Dala wera mwana we. Dala consciousness yo akobo. Eske mimi napenda kazi ya Mungu endelee mbele. Dala ganti oyagala omulimu gwa Katonda ogenda maaso. Shida Bethsaida ni moya. Atulombake watu kitu. Na kaza mili yako nakufa. Utaona iko kawaida. Wajua walileta Mungu. Utajiri akasema ile mwasi taileta. Mungu atusaidie. Sasa tutaingia sasa yetu imeisha. Conscience positive. Consciousness eri positive. Unakutana na shida. Yomuntu asisinkana ekizibu. Unakumbuka fasi Mungu alikutosha. Nojjukira Mukama gye yakutya. Na unashukuru Mungu. Nobeera ng'olina okwebaza gratitude. Epui nilifika kwa Bethsaida. Naye okuba natuuka ku Bethsaida. Watoto yote watoto kidogo. Kwanza kushatura. Abavubuka bano bonna nga baana bato. Nga baana bato. Era balina ebirevu. Nimemaliza mwaka 20 karibu na mwezi mwingine. Ona Mama Viki. Lero maze myaka ndoza myaka nga 2. Tumesema jamii yangu walifanya. Niko kosia. Mimi nashukuru. Na mimi nabaheshimu. Mama Viki na Papa Abraham wanafanya kwangu mwaka 20. Inashinda yenyewe nilifanya kwetu mwaka 28 na nusu. Bena mara miaka 28 na nusu. Nanja siri muntu. Wale akimuni kwa mtu. Mumbera z'obuntu nali muntu. Lakini ni kwa nyama. Nali ensolo etambula. Kama ule. Tena watuka ngoli muntu nsolo. Watu unapika mbele ya Mungu. Kama kwa foto sawa ule. Soka wewe chifana foto ule. Uache kukuta. Senge. Wakati roho rebelo unatafuta kuya. Uli wobe nawe akala kuingia mu buli. Unaangalia foto yako wewe. Otunulie chifana ni nsengeri je wajjamo. Nirudie tena. Ngambe na yeye nzira yeno mu mbeera oina zamiri yako. Consciousness yo jakupojizukiza wako muntu. Bwana sifi. Mabikame ni kuya. Mabiki yangu mingi tangu 2006. Okuva 2006. Okutuka kuluna kulero. Haikusadiki. Sikama nti ndi perfect. Zamiri yangu safi. Naye consciousness yangu wakati yangu Mama Viki amekubali kuleta mdoko yake na mtu ambaye amepaliwa na roho ya nyama. Na nolaba omuntu alina consciousness y'ensolo wa muntu y'ensolo. Nafikiri Bwana
Bwana wote anakuwa tu mzuri mara moja hivi. Olaba omuntu noloza nti mulungi mundabika. Nilikuwa na roho ya nyama. Naina umoyo. Nilikuwa na makali ya simba. Nali muntu nsolo. Yote eske yote pasha kumela kuleta Bwana sana hivi. Na Mungu anaonesha. Na anamuonesha tena Bwana nyewe alikuwa tayari kuna magonjwa. Muntu nsolo ngaleta ina nebirwadde. Wakati hewa anafikaka, mimi nakumbukaka tu ile pale. Afasi. Nemo chipoendi. Ngamu chisobo. Kama yambi. Sema mimi na watu wezi. Chitegeza ize nawe tusobola. Kama tusobola sababu alimalisha kwa ajili ya Mungu, kwa ajili yako. Na tuwe active kazi yote ya Mungu. Tusobola kukwela active mu mirimo tunapaswa tuulize kila siku mbona Mungu anajibia. Kumbe anakujibia kidogo akone kama utafanya kitu. Kama ngatanzira mu kama ngatanzira kuba kukolera ebitono tono alabe oba ochuka. Job end. Soma 13:22 yakati mali yote naenda watoto wamekufa. Alisemaka kitu moja, zamiri yake ilikuwa safi. Nilikuja tupu na nitarudi, kizi nilikuja. Mungu ameletea Abrahamu mtu mmoja. Akaona conscience yake kama heri. Akasema kwenda nitolea mtoto sadaka. Kama umwana kendo umuntu eleyo ngasadaka. Zamiri safi akaenda. Nayo ulomutima ubo moyo na kama alikatalaka kama historia kilishaka pale. Atwala nesinga yagana simuru talo olukelo lwe bakumekeza. Mungu atusaidie mimi na wewe. Nda Sasa ni kidogo. Pesa mimi safi. Ili tupate wito wa watoto wa Mungu. Sobole okukola ebintu bya bana Katonda. Shangilia neno la uzima. Zamiri safi ndio ufungulivu yangu na yako. Amene.